Laana ya mfalme na siri ya giza. Sehemu ya pili. Usiku ule haukuwa wa kawaida. Arel alikaa kitandani, moyo wake ukidunda kwa kasi kama ngoma ya vita. Jasho lilimtoka japokuwa kulikuwa na baridi kali. Kisha ile sauti ilirudi tena. Arel aliinuka ghafla. Macho yake yakatazama dirishani. Hakukuwa na mtu. Lakini kivuli kilionekana nje ya nyumba yake. Kivuli kilikuwa kimesimama kimya, kirefu kuliko mwanadamu wa kawaida. Na kabla hajachukua hatua yoyote, mlango ukafunguka wenyewe. Upepo mkali ukaingia ndani, taa ikazimika. Giza. Sauti ikasikika tena, safari hii karibu zaidi. Njoo kwangu, siri yako iko hapa. Arel alitetemeka. Siri yangu? Alinong'ona. Hakuwahi kumwambia mtu yeyote kuhusu ndoto zake. Ndoto ambazo alikuwa akimwona Mfalme Azaeli akiwa hai, akitembea kwenye kasri lililotelekezwa, na kila mara akimwangalia Arel kana kwamba anamfahamu. Ghafla, ukuta wa chumba chake ukaanza kupasuka polepole. Ndani yake kulikuwa na kitu kimefichwa. Arel alisogea taratibu, mikono yake ikitetemeka. Akachimba kidogo, na alichokiona kilimfanya apige kelele ya hofu. Ilikuwa ni fimbo ya kifalme ya Mfalme Azaeli, lakini haikuwa ya kawaida. Ilikuwa iking'aa kwa mwanga wa ajabu, na juu yake kulikuwa na maandishi ya zamani: mrithi wa laana amechaguliwa. Sauti ya mfalme ikanguruma kwa ukali. Umechelewa Arel, sasa wewe ndiye mlango wa kurudi kwangu. Fimbo ikaanza kuwaka moto wa giza, na macho ya Arel yakabadilika rangi polepole. Je, Arel ataweza kupambana na laana, au tayari amechaguliwa kuwa chombo cha giza? Itaendelea. Usikose sehemu ya 3. Mambo yanazidi kuwa mabaya.